Mungu akubariki wewe ambaye unasikia sauti hii, na karibu tena katika chaneli yangu. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami, jina langu naitwa Atanas Klaus. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami, na kukumbusha ama na kualika kuweza kusubscribe channel hii kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii, ili usipitwe na mtiririko wa masomo ambayo nitakuwa nikiyaweka. Na tafadhali usiondoke, ungana pamoja nami, ambatana pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa somo hili zuri ambalo naamini litakuwa baraka kwako, litakuwa baraka sana katika maisha yako na kwa mtu mwingine ambaye utapenda kumfundisha kupitia somo hili la leo. Kichwa cha somo, kabla tujapoteza muda, bila kupoteza muda, kichwa cha somo kina jina ambalo linasema ijue nguvu ya upendo katika kusamehe. Ijue nguvu ya upendo katika kusamehe. Ijue nguvu ya upendo katika kusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ambatana pamoja nami mpaka mwisho ili uweze kujua nguvu iliyopo katika upendo, nguvu iliyopo ndani ya upendo. Msingi wa neno katika somo hili ni kutoka katika ule mstari wa kitabu cha Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 16. Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 16, ambao Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Unapoona inaanza kusema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, kwa hiyo inamaanisha kabla Mungu hajatoa, alianza kwanza kuupenda ulimwengu, alitupenda wanadamu, ndipo akaja akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili aje ulimwenguni atuokoe wanadamu. Kilichofanya Mungu atuletee ukombozi kupitia mwanawe wa pekee Yesu Kristo, kilichomfanya Mungu amtoe mwanawe pekee ili kila amwaminie huyo asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tusamehewe dhambi, tuoshwe maovu yetu kupitia damu yake. Kilichomfanya Mungu Baba amtoe mwanae sadaka ili kwamba aupate ulimwengu, chanzo kikubwa kilikuwa ni upendo. Upendo ndio uliomfanya Mungu atuokoe, atusamehe. Kwa msamaha wetu sisi wanadamu, licha ya maovu mengi ambayo tunayatenda, chanzo cha Mungu kutusamehe sisi ni kwa sababu anatupenda. Hakuna kingine cha zaidi ambacho kinamfanya Mungu atusamehe. Kama tunapomkosea anatusamehe pale ambapo tunaomba msamaha, tunafanya toba, ni kwa sababu anatupenda, na upendo wake hauna kipimo, hauelezeki na hauna mipaka. Hivyo unamfanya Mungu atusamehe kwa sababu anatupenda kupita maelezo. Anatupenda pasipokuwa na mipaka wala kizuizi chochote. Upendo wake hauna mipaka, hauna kipimo, haupimiki.
Ndiyo maana hiyo inakuwa ni rahisi Mungu kutusamehe. Hivyo upendo chanzo chake, ama naweza kusema chanzo cha msamaha upo ndani ya upendo. Kwa maana nyingine unaweza kusema, kwa namna nzuri unaweza kusema ya kwamba upendo ni chanzo cha msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama unaweza pia kusema ya kwamba upendo ni shina la msamaha au kusamehe. Shina la kuweza kusamehe. Unapotaka kusamehe, lazima uwe na upendo ndani yako. Upendo wenyewe ni kitu gani? Neno upendo lina maana gani? Tafsiri ya neno upendo ni kwamba upendo ni hisia ya kina ya kuvutiwa ama kujali ama kumjali mtu mwingine au kitu kwa kiwango cha juu sana. Lakini pia upendo unaweza kuwa na maana ya kwamba ni hali inayohusisha kujitolea, huruma pamoja na shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unakuta ndani ya upendo kuna kitu cha kujitolea, kujitoa. Kuna kitu cha huruma na kuna kitu cha shukrani. Lakini kuna kitu cha kujali, kumjali mtu, kuvutiwa na mtu. Kwa vitu hivi vipo ndani ya upendo na vinaleta maana nzima ya neno upendo. Unapompenda mtu lazima uonyeshe kumjali, uonyeshe kujitoa kwake, iwe kutoa muda wako kwake, kujitolea kwenye mambo fulani juu ya huyo mtu. Inaonyesha kwamba unampenda, kumjali, kumthamini. Ni wazi ya kwamba utakuwa unaonyesha upendo, kumshukuru, kwa sababu mtu mwenye upendo ndani yake lazima atakumbuka kushukuru licha ya kidogo ambacho atapewa, lakini kwa sababu ya ule upendo atashukuru kwa chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 44. Mathayo 5 mstari wa 44, ambapo Biblia inasema, Biblia inasema maneno haya ya kwamba, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi. Mstari huu ni Yesu ambaye alisema kitu hiki. Na kwa nini alisema wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi? Kwa sababu yamkini unaishi na jirani yako, lakini kama hauna upendo ndani yako, siku hata akiukosea, akifanya kitu kinyume na wewe, hautaweza kumsamehe na hamtaweza kupatana, mtaishi kwa uadui siku zote. Kitu ambacho Mungu hafurahishi kuona wanadamu kwa wanadamu wenyewe. Hawapendani, wanaishi kama maadui, kama panya na paka. Lakini alisema wapendeni adui zenu,
kwamba haijalishi jirani yako amekukosea kiasi gani, ila ukimpenda tu inatosha kumsamehe. Inatosha kumsamehe. Kwa nini? Japokuwa ni mstari mgumu sana ambao Yesu aliutoa, kauli ngumu ambao alitoa, kwamba mtu mmoja anaweza kujiuliza, nawezaje kumpenda adui yangu ambaye ananiumiza kiasi hiki? Nawezaje kumpenda ambaye kila siku ananitakia mabaya? Nawezaje kumpenda mtu wa aina hiyo, adui wa aina hiyo? Kila siku yeye furaha yake ni kuona mimi nalia. Nawezaje kumpenda mtu wa aina hiyo? Jibu la swali hilo ni katika kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya 4 na mstari wa 8. Petro wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 8, ambapo Biblia inasema, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano usitiri wingi wa dhambi. Upendano usitiri wingi wa dhambi. Kwa maana hiyo, mpendwa, nguvu ya upendo ina uwezo wa kumsamehe mtu mahali ambapo kwa namna ya kawaida usingeweza kumsamehe. Mungu anatusamehe sisi, sio kwamba tunastahili kupewa msamaha kwa ajili ya maovu na dhambi ambazo tunazitenda. Hatukustahili hata kidogo kuurithi uzima wa milele, ila kwa sababu ya upendo, nguvu ya upendo iliyo ndani yake inamfanya kutusamehe kila wakati ambapo tunamrudia yeye. Hivyo ule mstari ambao Yesu anasema wapendeni adui zenu, unaweza kuona kama ni mstari mgumu sana, lakini ni mstari mgumu kama hauna upendo ndani yako. Ila kwa mtu mwenye upendo mwingi ndani yake, kumsamehe adui yake ni rahisi. Haijalishi ameumizwa, amejeruhika kiasi gani, lakini kwa sababu ya upendo ndani yake atamsamehe. Kwa sababu upendo, Petro anasema upendano usitiri wingi wa dhambi. Kwa maana hiyo tunategemea ya kwamba upendo huwa hauoni mabaya, hauoni dhambi, upendo hauoni makosa. Na hata katika eneo la ndoa, unapoona mke na mume wanashindwa kupatana, ugomvi kila siku, mafarakano, hawaelewani, ni kwa sababu upendo haupo wa kutosha kati yao. Kila siku wanahesabiana makosa. Wewe jana ulifanya hivi, juzi ulifanya hivi, vile na vile. Kila siku wao ni kuhesabiana makosa. Hata ile siku ulifanya hivi, unakumbuka ulifanya na hivi na hivi. Ni kwa sababu hana upendo, ndio maana anahesabu makosa ya siku nyingi ambazo zimepita. Amelundika mahali, anahesabu kwamba unakumbuka na siku ile ulinifanyia hivi. Unakumbuka, kwa anakumbushia makosa. Lakini tunaona kwamba upendo ukiwa mwingi, hata yale maovu au makosa ambayo mtu anakosea hautayahesabu. Ndio maana Mungu anapotusamehe sisi huwa akumbuki tena dhambi zetu. Akitusamehe anafuta kabisa. Mnaanza upya. Ukikosea tena ukiomba toba, anakusamehe, anayafuta, mnaanza upya. Ila kama Mungu naye angekuwa anatusamehe lakini bado anaendelea kutukumbusha yale ambayo tumetenda maovu tulikotoka, tusingekuwa hivi tulivyo. Ila Mungu anatupa kila siku mwanzo mpya pale ambapo tunaomba toba, ni kwa sababu anafuta yote. Biblia inasema ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Yote ya kale yanaondolewa na mnaanza mapya, mnaanza hatua mpya tena. Kama utakosea tena ni wewe, lakini ya kale anakuwa amefuta. Kwa hiyo na mtu mara nyingi anakumbusha maovu yako mengi ya nyuma, ujue ndani yake hakuna upendo juu yako.
hana upendo wa kutosha wa kuweza kusamehe na kusahau yale yote ambayo umemkosea. Kwa hata wewe pia unapompenda mtu, haitakiwi uonyeshe ya kwamba unahesabu makosa, unakumbusha makosa ambayo hata yeye alishayasahau, unaendelea kukumbusha. Hiyo inaonyesha kwamba umewekeza chuki ndani yako na upendo hauna nguvu tena ndani yako. Ila ukiwa na upendo, Petro anasema upendano usitiri wingi wa dhambi. Kwa dhambi hazitaonekana kwa sababu upendo utafunika maovu. Upendo utafunika. Mtu ambaye unampenda, hata kama akikosea, ile kosa halitakusumbua ndani yako. Ila kama hauna upendo wa kumpenda, akikosea kidogo, inamaanisha utaumia, hautamsamehe na ugomvi utaendelea. Lakini palipo na upendo, mambo huwa yanakuwa vizuri. Ukiangalia katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4:19, Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 19, Biblia inasema sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Nani alitupenda sisi kwanza? Ni Mungu ambaye alitupenda, na sisi sasa tunapenda. Na ukirudi katika ule mstari wa 11, hiyo Yohana wa kwanza sura ya 4:11, ambapo inasema wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Lakini ukiangalia kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 4 na mstari wa 9, ambapo Biblia inasema katika habari ya upendano hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana. Kwa hiyo aliyetufundisha kupendana, chanzo chake ni Mungu mwenyewe aliyetufundisha kutupenda pasipo kuangalia dhambi, pasipo kuangalia makosa, kwa sababu yeye alitupenda na akatuletea mwanawe pekee ili tupate kusamehewa dhambi zetu zote na maovu na kila kitu ambacho tumekitenda mbele ya uso wake. Kwa hiyo yeye alitufundisha namna ya kupenda. Kwa maana hiyo, hapo tunaona ya kwamba chanzo ama asili ya upendo ni Mungu mwenyewe. Na ili kuthibitisha kwamba chanzo cha upendo ni Mungu mwenyewe, ni katika ule mstari katika kile Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 8. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 8, ambapo inazungumza kitu hiki ya kwamba ule mstari wa 7, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Amezaliwa na Mungu. Kila apendaye amezaliwa na Mungu. Anasema wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Maisha ambaye hapendi, hana upendo, huyo hajazaliwa na Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ni pendo, na wewe ukizaliwa na Mungu maana na wewe utakuwa na huo upendo ndani yako. Lakini mstari wa 8 anasema yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni pendo, tumezoea kusikia Mungu ni pendo. Kwa hiyo kama wewe ni mwana wa Mungu, lazima uwe na upendo ndani yako mwingi wa kutosha, ili ijulikane ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu anasema asiyependa huyo hajazaliwa na Mungu, bali yule apendaye ndiye aliyezaliwa na Mungu, kwa maana Mungu yeye ni upendo, na kilichozaliwa na upendo lazima kiwe na upendo ndani yake. Ile asili itakuwemo ndani, asili ya upendo lazima iwe ndani, zile chembe za upendo, kwa sababu umezaliwa na upendo. Lazima chembe za upendo ziwe ndani yako. Inamaanisha ukiwa ndani yako hauna upendo wa aina yoyote wa kumpenda hata jirani yako, kumpenda mwenzako, inamaanisha tayari kuna kitu kimekuzaa ndani yako ambacho ni cha shetani. Kwa sababu mtu anapookoka, Biblia inasema amezaliwa mara ya pili, na amezaliwa mara ya pili kupitia damu yake ya thamani Yesu Kristo aliyemwagika msalabani, ikatuzaa kwa upya, kutufanya tuwe warisi pamoja naye. Mtu anapokuwa hana upendo, maanisha si mwana wa Mungu na hatokani na Mungu, bali yupo tayari upande wa shetani, kwa sababu shetani yeye hana upendo. Shetani hawezi kumpenda mtu, japokuwa anaweza akajionyesha kwamba anakupenda na kujali, anataka kupe kitu fulani kizuri, lakini sio upendo halisi. Ni upendo huwa kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Anaanza kuonyesha kama upendo ili kwamba akupate, na kisha kupata basi umekwisha, hautaona tena upendo wa aina yoyote. Kwa shetani mara nyingi anawatokea watu kana kwamba ana upendo nao sana, lakini kumbe sio. Na hivyo amekuwa akipanda hiyo mbegu mioyoni mwa watu. Wanadamu wengi tunapendana usoni tu tukiwa pamoja, lakini tukiachana hamna upendo. Tunasemana vibaya, tunatukanana, tunatakiana mabaya, tunaombeana mabaya, tunafanyana mabaya, lakini tunapokutana tunaonekana kana kwamba tunapendana sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo lazima tujifunze kutoka kwa Mungu mwenyewe ambaye ndio chanzo cha maisha yetu. Sisi tulitoka kwake. Tunapaswa, anasema alituumba kwa sura na mfano wake. Tunapaswa kufanana naye kwa sababu ametuumba kwa sura yake, kwa mfano wake, ili tuyatende mapenzi yake, tuendane na yeye jinsi alivyo. Basi hata kama tutaweza kufikia kile kiwango cha upendo wa Mungu kwetu, basi angalau tuwe na kiwango fulani cha upendo ndani yetu. Tumpende Mungu, lakini tupende ndugu, jamaa na marafiki, majirani zetu. Kila mtu ambaye unamuona mbele yako mpende. Usiangalie mabaya, maovu. Usiangalie tabia zake kwamba huyu ni mwizi, huyu ni nani. Hata mwizi naye anahitaji upendo. Hata mwizi anahitaji upendo. Jambazi pia anahitaji upendo, kwa sababu kama ni mwizi haujamwonyesha upendo, umemwonyesha ukatili, maisha haujamsaidia, ila umeendelea kumpa hasira afanye mabaya zaidi. Ila anaiba, unamwonyesha upendo, inamaanisha kuna kitu utakipanda ndani yake. Kuna kitu utapanda ndani yake. Leo ameiba, unaweza ukaenda kwa upendo, ukamwambia, ukampa maneno ya upendo ambayo yatamgusa ndani yake na atabadilika. Tabia haibadilishi kwa kumtukana mtu, kwa kumsema vibaya,
hauwezi kumbadilisha kwa namna hiyo, ila unahitaji upendo, ambapo utaenda kwa upendo, utamwambia mtu, utamuonya mtu kwa upendo na atakusikiliza. Kwa sababu kuna wengine ukienda bila upendo, ukaanza kutamka kauli za ukali, tayari ndani yake anakuwa ameshakudharau na hatakupa muda wa kuweza kukusikia na kukuelewa, kwa sababu namna ambavyo umeenda haimpi yeye nafasi ya kusikiliza, kukupa muda wake, kukupa moyo wake, kukupa sikio. Anza kusikiliza tu kama kusikiza, lakini asichukulie chochote, kwa sababu namna ambavyo umeenda. Ila yule mtu ambaye ameenda kwa upendo, yeye mwenyewe atajishtukia tu ndani yake, huyu mtu mbona licha nimetenda jambo baya kiasi hiki, lakini amekuja kwa upendo namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo una nafasi kubwa sana katika mioyo yetu. Nguvu ya upendo inaweza kubadilisha vitu vingi sana ambavyo kwa namna ya kawaida vinashindikana. Kumbadilisha mtu tabia, unahitaji tu kuwa na upendo, kumpenda, kuwa karibu naye, kumjali, kumonyesha upendo. Ila mtu anayekosea, mtu anayefanya tabia ambazo hauzipendi, na ukiwa mkali hautambadilisha, bali atakuwa anafanya ile tabia mbaya kwa kujificha, ila hautaiondoa, atafanya tu kwa kujificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mbegu ya upendo ukipanda ndani ya mtu, kuna vitu vingi sana utakuwa umeshambadilisha huyo mtu, vingi sana. Watu saizi wanauana ni kwa sababu hamna upendo ndani. Imejaa chuki, imejaa hasira, imejaa maumivu, moyo umejaa kila aina ya mabaya, moyo unavuja damu, moyo umejeruhika, moyo hauna huruma, moyo upo, hamna hata chembe ya upendo. Huyo mtu aina hiyo kuwa mwenzake haoni shida, kwa sababu ndani yake ni tayari sio moyo wa ubinadamu tena, ni moyo wa ukatili, moyo wa wanyama, moyo wa simba, moyo wa chui, moyo ambao hauna msamaha, moyo hauna upendo. Mambo mabaya yanatokea ni kwa sababu upendo ndani ya watu umepungua. Watu wana upendo, lakini wengi wana upendo ambao sio halisi, upendo ambao unakuja kwa muda, kwamba wakiwa wote anaonyesha kumpenda, lakini wakiachana hatua mbili, ule upendo haupo na wenyewe umeondoka. Kesi nyingi, mume na mke wanagombana, wanauana, wanafanyana kila mabaya, wanaumizana, wanajeruhiana, ni kwa sababu hamna upendo ndani yao. Kwa sababu siku za mwanzo walipopendana hawakutukanana wala kugombana, ila walipoendelea kuishi, upendo ulivyoanza kupungua, lazima na hayo mambo yaanze kutokea. Sikatai, sawa, wanadamu hatujakamilika, tunakoseana, kukosea kupo, lakini hebu angalia zile siku za kwanza wanandoa wamependana. Unaweza kuisema ya kwamba hawakoseani, lakini wanakoseana, ila wanakaa chini wanayamaliza, kwa sababu wanapendana. Kuna mmoja atapotezea, anyway, ngoja yapite, ngoja yaishi. Ila upendo ukipungua ndani ya mmoja wapo au ndani ya wote, lazima kitu kidogo tu lazima wagombane, kitu kidogo tu watukanane, kidogo tu wamefanyana, kwa sababu hamna upendo ndani yao ambao unasubira, ambao una huruma, upendo ambao unakumjali mwenzako zaidi ya wewe ambao unajijali. Kwa sababu Yesu alifika mahali akasema, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako, kama unavyojipenda wewe ndivyo mpende na mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu akubariki sana, na natumaini ya kwamba kuna kitu ambacho umekipata katika somo hili. Mungu anatukumbusha juu ya upendo. Tupendane kwa maana yeye pia Mungu ni upendo. Kama sisi tunasema sisi ni wana wa Mungu, lazima tuwe na huo upendo ndani yetu ambao unatuthibitisha kwamba sisi tumezaliwa na Mungu. Mungu akubariki kwa muda wako, na kama hujasubscribe na kukumbusha tena kuweza kusubscribe kwa kubonyeza neno subscribe chini ya video hii. Lakini pia usisahau kulike, kushare linki pamoja na marafiki wengine, ili nao wabarikiwe na somo hili kama ambavyo umebarikiwa. Usiache kukomenti kama umebarikiwa na somo hili, komenti chochote ili Mungu azidi kukubariki zaidi na zaidi. Uwe na wakati mwema, na tukutane katika sehemu ijayo. Tafadhali usiache kufuatilia mafundisho ya neno la Mungu kila wiki, siku za Jumatano na Jumapili, na siku nyingine ambazo Mungu atanijalia kuweka somo katika chaneli hii. Amen.